Wawili wanatajwa kuwa wenye pepo. Kundi la tatu ni la wamiliki wa nguruwe. Kwa hiyo haya ndio makundi ya wanadamu. Kundi la hawa watu wawili wenye pepo ni wale ambao tumegawanyika, wengine tumezama na kushikilia zaidi vionjo. Wengine tumezama na kushikilia zaidi mitazamo. Kwa hiyo vionjo vinaweza kuwa pepo mbaya na mkali. Mitazamo inaweza kuwa pepo mkali na haitaturuhusu kupita katika njia itakayotuelekeza kwenda kwa Mungu. Tunasoma katika waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura ya 1 aya ya 14 na ya 15. Pepo wa kwanza anatajwa akisemekana kuwa watu hawadanganywi na kitu kingine isipokuwa tamaa zao mbaya. Tamaa ikichukua mimba huwa inazaa dhambi, na dhambi ikikomaa ikachukua mimba huzaa mauti. Kumbe mtu wa kwanza mwenye pepo ni kundi la watu wala ambao tumeng'ang'ania vionjo vyetu, hatutaki kuviacha, na tunayo misemo yetu ambayo inatuingiza katika huyo pepo. Unaposema mimi si wa kwanza wala mimi sitakuwa wa mwisho. Tunaposema mimi sio malaika, mimi ni binadamu, tunang'ang'ania vionjo na pepo mbaya anatuangusha katika dhambi na hatupiti tena katika hiyo njia. Pepo wa pili anatajwa na Paulo anapoandikia Warumi sura ya 1 aya 28. Anasema, nao walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Kwa hiyo kundi la pili la sisi wanadamu ni la wale ambao tuna mitazamo yetu, na kwa mitazamo hiyo hatutaki tena kusikiliza swala la Mungu. Kwa hiyo ni pepo wawili ambao ni wakali. Watu wanatuuliza, unapata nini unaposali kila siku asubuhi? Kuna faida gani kwenda kanisani kujumuika na wengine kuongea katika kiumbe ambacho hakina macho wala hakisikii na hauna uhakika kama kipo? Mtazamo. Ndio maana baadhi ya watu wako katika kundi hili wanaanza kuchechemea kushiriki katika kikao cha jumuiya ndogo ndogo, kushiriki katika maadhimisho ya misa, ama katika parokia au katika taasisi mbalimbali. Haya ndio makundi ya watu wawili wenye pepo. Tunaposhikilia vionjo vyetu tunajijeruhi na tumepatwa na pepo mkali. Tunapoanza kuhusudu mitazamo yetu ya kibinadamu, na hapo pia tunaanza kupata pepo mbaya. Lakini hawa pepo wanaogopa, kwa maana ya kwamba ukweli utabaki wazi. Tutatafuta vionjo. Mtu aliyeoa au kuolewa anaweza kutafuta kufanya mahusiano nje kwa sababu anataka kuridhisha vionjo vyake. Na hata wako ambao wamediriki kusema hauwezi kuwa na ndoa ya mke mmoja, hata mafiga yanapaswa kuwa matatu ili chungu kiweze kustikirika. Kwa mitazamo hii
imetuangusha, tumeshindwa tena kumtafuta Mungu. Pepo hawa wanaogopa. Tunasikia kundi sasa la tatu linakuja la watu ambao hawana pepo, lakini kumbe wao wana unafiki. Walikuja, tunaambiwa, tazama, mji wote wakatoka kwenda kumlaki Yesu. Walikuja na ushabiki. Nasema, nani ambaye amesababisha nguruwe wetu waangamie? Wakidhani watakuja kumshambulia. Lakini walipofika, walipomuona, wakaishiwa nguvu, wakaanza kumsihi wakisema, tafadhali ondoka mipakani kwetu. Tunaweza kuifurahia dhambi kwa kadiri tunavyoweza, lakini haitatupa utulivu wa nafsi. Yeyote yule anayefanya usaliti katika ndoa, anayezembea katika kutimiza wajibu kwa ajili ya kuhudumia watu, anaweza kupata furaha, lakini nafsi yake itamsuta wakati wote. Yeyote anayechukua rushwa ili aweze kutoa huduma, atapata furaha kwamba atapata fedha, atakuwa na mali, lakini nafsi yake itamsuta. Kumbe hawa walikuja, wakaja mbio wakisema, ngoja tukamkomeshe, lakini nafsi zao zikawasuta. Sisi nasi tunaweza kuishabikia dhambi kwa yale maneno niliyesema, au falsafa zile nilizosema, kwamba sisi si malaika. Kwa hiyo kama sio malaika, hata nikifanya makosa msinihukumu sana, ili nibaki katika makosa. Nafsi hiyo haitatuacha, itatusuta. Lakini bahati mbaya hawakuchagua kumfuata Yesu. Walimsihi, wakamwambia, ondoka mipakani mwetu. Ndio maana ndugu zangu, kuna wakati tuna watu tunavaa rozari shingoni, lakini viunoni tumevaa hirizi. Tuna watu tunasali kwa heshima na uchaji, lakini ndio sisi tunaoongoza kwa kufanya majungu, ndio sisi tunaoongoza kwa magomvi katika familia na taasisi. Na kusali tunasali. Tumeamua kuchagua, hata kama tumejua kwamba nafsi yetu inatusuta, lakini bado tumemwambia Yesu, ondoka. Ndugu zangu, sasa ndio wakati wa marathoni mwaka 2026, kurejeshwa pale ambapo tumepotea. Sisi sote tunao pepo, ama tumeshikilia sana vionjo vyetu, ama tumeshikilia sana mitazamo yetu, ama tumeamua kuwa wanafiki. Nafsi zetu zinatushuhudia vibaya, lakini tumechagua dhambi. Tukaamua kufunika, tukawa tunasali ili tusionekane na kuhukumiwa, lakini nafsi zetu hazitatuacha wazi. Sasa kampeni ya mbio za Mama Bikira Maria ndizo zinazoturejesha sasa. Kwa hiyo leo tuchukue hatua. Tusibaki katika vionjo vyetu, tusibaki katika mitazamo yetu, tusibaki katika unafiki tunaoweza kuufanya. Mama Bikira Maria alipotokewa na malaika na kupewa salamu, alifadhaika. Lakini tunaambiwa alijiuliza moyoni mwake, salamu hii ni ya namna gani? Alianza kuchukua tahadhari asifate vionjo na mitazamo yake. Akauliza, itawezekanaje katika hili? Malaika akaeleza, lakini akamwambia, mbona mimi na mipango yangu, simjui mume? Akamwambia, itawezekana. Mimi na wewe tuna vionjo vimefanya tuwe na hasira, tuwe na chuki na visasi kwa wenzetu. Mimi na wewe tumekuwa na mitazamo pengine ya kudhani Mungu hana nguvu tena kwenye maisha yetu. Ni kushiriki sasa katika mbio za Mama Bikira Maria.
kama tulivyoalikwa kwa ile kauli mbiu yetu, upendo ni ushindi. Tushiriki ili tuweze kushinda vionjo, tuweze kuzuia mitazamo yetu iliyo hasi, na wala tusimuombe Yesu atoke tena katika mipaka yetu. Atabaki vipi ikiwa tu tutaendelea kusafiri kukimbia na mama Bikira Maria ambaye siku zote alibakia kwake? Hata alipokuwa pale msalabani, yeye alisalia pale akisubiri, akiendelea kukaa kwa mwanaye. Sisi nasi tushiriki basi katika mbio hizi ili tujazwe nguvu hiyo. Lakini tumejijeruhi. Nini sasa kinatusafisha? Ni damu ya Yesu pale msalabani. Na kwa heshima ya mwezi huu, basi ni mwezi wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuitumie fursa hiyo, kwa maana ndio inaleta upatanisho wetu. Tunaona katika maandiko kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 aya 11, anasema, maana uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu katika madhabahu ili kufanya upatanisho wa nafsi. Maana ni hiyo damu inayofanya upatanisho wa nafsi zenu. Tumemkosea Mungu, tumekoseana sisi kwa sisi kwa kung'ang'ania vionjo na mitazamo yetu, na tukajaribu kuishi katika unafiki. Ni kwa mama Bikira Maria pekee tunaweza kuyavua haya, na yeye aliyesimama chini ya msalaba, basi nasi tusimame hapo ili tuoshwe kwa damu ya Yesu aliyochomwa akiwa pale msalabani, ikatoka ili iweze kutusafisha sisi. Tumwombe Mungu atuongoze. Miaka 30 ya utume wa Radio Maria usiwe bure. Tuchukue hatua, hatujachelewa bado. Tushiriki katika kampeni hii, na kila tutakapomleta mmoja, basi tutakuwa heri mbele ya Mungu, nasi tutashinda hao pepo, nao wataanguka na kuangamia baharini. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, msaada wa daima, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na watakatifu wote wa Mungu, basi kwa moyo wa shukurani tuimbe wimbo mmoja, wimbo wa kuabudu, ambao utatuingiza basi katika kumshukuru Yesu pamoja na mama Bikira Maria, ambao wanatuletea nguvu ya ushindi. Na sote tunapoimba wimbo huu, uwe mwaliko basi wa kuendelea kukimbia na mama Bikira Maria. Isiwe hitimisho leo, lakini uwe mwanzo mpya wa kukimbia kwa kasi zaidi.